Mkurugenzi mkuu wa bodi ya sukari ya Kenya KSB Jude Chesire ametetea hatua ya kugeuza viwanda vinne vya sukari vya serikali kuwa kampuni binafsi, akisema serikali itafuta leseni za kampuni zitakazoshindwa kulipa ama kuwalipa wafanyakazi kila wiki. Mwandishi wetu Blue Smile Hassan anafafanua safari ya ubinafsishaji wa viwanda vya sukari, upinzani wake na athari zake kwa wakulima. Kufuatia upinzani mkubwa dhidi ya upangishaji wa viwanda vya sukari vinavyomilikiwa na serikali kwa kampuni binafsi kutoka maeneo ya Magharibi na Nyanza, mkurugenzi mkuu wa bodi ya sukari nchini Jude Chesire ametetea mfumo wa upangishaji huo, akisema uliundwa kwa kuzingatia maslahi ya wakulima. Chesire ameonya kuwa iwapo kampuni binafsi zitashindwa kuboresha viwanda, kusaidia kilimo cha miwa au kushindwa kuwalipa wakulima kila wiki kama walivyokubaliana, serikali itabadilisha mikataba yao ya upangishaji. Kupitia sheria ya ubinafsishaji ya mwaka 2023 iliyotiwa saini kuwa sheria na Rais William Ruto mnamo Oktoba mwaka 2023, Wizara ya Kilimo chini ya waziri wa wakati huo Mithika Linturi mnamo tarehe 16 Januari mwaka 2024 iliweka tangazo kwenye tovuti yake ikitangaza zabuni kwa uombaji wa upangishaji wa viwanda vya sukari vya serikali. Jaribio hilo lilipingwa mahakamani na Martin Nyongesa mnamo Februari mwaka 2024 ikiomba mahakama kuu kusitisha mchakato wa zabuni, akidai kuwa muda uliotolewa haukutosha na haukuwa wazi. Pia anasema haukuwa wa haki na haukuzingatia ushirikishwaji wa umma. Hii ilisababisha Jaji Chacha Mwita kutoa amri ya muda ya kusitisha mchakato huo wa zabuni. Amri hiyo iliondolewa mwaka mmoja baadaye tarehe 28 Februari mwaka 2025 na hivyo kuruhusu upangishaji wa viwanda vya sukari kuendelea. Nitafanya mambo matatu. Niliwaambia kwanza, nitaondoa ile madeni ambayo imeangaisha kampuni za miwa Kenya. Niliwaambia nitabadilisha ile maneno ya privatization. Waziri wa kilimo wa sasa Mutahi Kagwe mnamo tarehe 9 Mei mwaka 2025 alitangaza kukamilika kwa mchakato wa zabuni, akitangaza kuwa kiwanda cha sukari cha Nzoia sasa kipo chini ya kampuni ya Kenya West Sugar inayomilikiwa na mfanyabiashara tata Jasmwant Rai, huku kiwanda cha Chemelil kikipangishwa kwa Kibo Sugars and Allied Industries. Sony Sugar kipepangishwa kwa Busia Sugar Industry, huku kiwanda cha Muhoroni kikipangishwa kwa Kenya West Valley Sugar Company. Upangishaji huu umetajwa kuwa njia ya kufufua viwanda vya sukari na kuhakikisha wakulima wananufaika zaidi. Serikali imetangaza kutenga shilingi bilioni 1 kwa viwanda hivyo kwa ajili ya kulipa mishahara ya wafanyikazi ya mwaka wa kwanza kuanzia mwezi Mei. Fedha hizo pia zitatumika kulipa malimbikizo ya mishahara, michango ya pensheni na makato ya lazima. Wanaopinga upangishaji huu wana wasiwasi kuhusu umiliki wa ardhi ya viwanda hivyo, ardhi ambayo inamilikiwa kwa niaba ya umma na serikali za kaunti. Pia wana hofu kuhusu ulipaji wa wakati wa wafanyakazi, huku viongozi wa magharibi mwa Kenya wakipinga vikali kurejea kwa Jasmwant Rai na kampuni yake ya West Kenya Sugar katika kiwanda cha Nzoia. Blue Smile Hassan, Runinga ya KU.